Katika jiji la kihistoria la Esfahan nchini Iran, kazi ya sanaa ya kipekee imefunuliwa rasmi, ambapo Iran imezindua sanamu kubwa inayoitwa Vita vya Rostam, Rakshi na Joka, yaani The Battle of Rostam, Rakshi and the Dragon, ikionyesha ushujaa wa kipekee unaotokana na hadithi za kale za Uajemi, yaani Persian mythology. Sanamu hii ni heshima kubwa kwa mashujaa wa hadithi za fasihi za Uajemi. Yaani Rostam anajulikana kama shujaa mkuu na asiyeshindwa katika mashairi ya kitaifa ya Iran. Lakini Rakshi, farasi wake maarufu anayejulikana kwa nguvu na uaminifu wake, sambamba na Joka yaani Dragon, akiwakilisha nguvu za uokovu na vitisho ambavyo Rostam alipaswa kuvishinda siku zote za maisha yake. Ujenzi wa sanamu hii, uzalendo wa kishujaa, unalenga kuimarisha fahari ya kitaifa na utambulisho wa kitamaduni wa Iran kwa kurejea kwenye mizizi yake ya kihistoria na hadithi kuu za ushujaa ambazo zimekuwa zikisimuliwa kwa vizazi na vizazi. Kwa jiji la Esfahan ambalo tayari linajulikana kwa usanifu wake wa kushangaza na historia tajiri nyingi, sanamu hii inaongeza kivutio kipya na huonesha jinsi hadithi za kale zinavyoendelea kuishi na kuimarisha taifa hili la Mashariki ya Kati. Nadhani sasa hivi Iran wamefanya jambo kubwa ambalo litenda kukumbusha historia yao ya kule ambako wapo wametoka na kuwafanya watu waweze kukumbuka historia za jamii zao kiurahisi zaidi, kwa sababu hili sanamu ambalo limetengenezwa kama nilivyokuambia linajumuisha Rostam ambaye ni shujaa mkubwa sana kwenye historia za kule Iran, lakini sambamba na Rakshi ambaye ni farasi wake, ambaye pia anatajwa kuwa moja ya mafarasi bora kuwahi kutokea nchini Iran, kwa sababu alikuwa anafuata kile ambacho bwana wake anamwambia, na kila anakomvuta anaenda, na kweli alikuwa anashinda vikwazo vingi vya mapigano mpaka kuja kufikia mafanikio ambayo hadithi nyingi za nchini Iran zimekuwa zikiendelea kumtaja kama mtu bora kuwahi kuzaliwa kwenye taifa lao.